Kuna watu ambao ukikutana nao kwa mara ya kwanza hawapigi kelele, hawajionyeshi na wala hawajilazimishi kuonekana bora kuliko wengine. Lakini baada ya dakika chache tu unahisi kitu tofauti. Sio kwa sababu wamevaa vizuri sana, sio kwa sababu wana pesa nyingi, lakini kuna utulivu fulani, kina fulani ambacho huwezi kukielezea kirahisi. Na ukweli wa kushangaza ni watu wenye akili ya juu sana mara nyingi hawajitangazi. Hawapigi kelele kuthibitisha wanajua. Hawabishani ili washinde, na hawatafuti sifa kutoka kwa kila mtu. Swali ni kwamba, unajuaje kama mtu ana akili ya juu wakati haionekani wazi? Katika video hii utaona dalili 7 za kina ambazo zinakusaidia kumtambua mtu mwenye akili ya kipekee sana, hata kama dunia nzima haijagundua bado. 1. Hapendi kubishana bila maana. Mtu mwenye akili ya juu anaelewa kitu ambacho wengi hawajui. Sio kila mjadala unahitaji kushinda. Watu wa kawaida wanapenda kuthibitisha wako sahihi, lakini mtu mwenye akili kubwa anajiuliza, je, huu mjadala una thamani kweli kwangu? Atachagua kunyamaza badala ya kupoteza muda. Atachagua kuondoka badala ya kubishana na mtu ambaye hataki kuelewa. Na usichanganye hilo na udhaifu. Huo ni utambuzi wa thamani na muda wa nguvu zake. Lakini pili, anauliza maswali ya kina wala si ya juu juu. Tofauti kubwa kati ya mtu wa kawaida na mwenye akili ya juu ni aina ya maswali anayouliza. Wengi huuliza, nini kilitokea? Lakini mtu mwenye akili ya juu atauliza, kwa nini kilitokea? Nini kilisababisha? Na kuna nini nyuma ya hili? Ana hamu ya kuelewa, sio kusikia tu. Anaingia ndani ya jambo, sio kubaki juu juu. Na hapa ndipo unagundua akili ya juu haionekani kwenye majibu pekee, inaonekana zaidi kwenye aina ya maswali unayouliza. 3, ana uwezo mkubwa wa kusikiliza. Hii ni dalili ambayo watu wengi wanaidharau. Watu wengi wanasikiliza ili kujibu, lakini mtu mwenye akili ya juu anasikiliza ili kuelewa. Hata kukatisha haraka, hata kimbilia kutoa ushauri. Atakupa nafasi uzungumze hadi mwisho, kwa sababu anajua kila mtu ana kitu cha kujifunza. Na mara nyingi watu wanaopenda sana kuongea huwa hawajifunzi sana, lakini wale wanaojua kusikiliza hujenga hekima kwa kasi kubwa zaidi. 4, hajionyeshi sana, kwa maana ni low profile. Hii inaweza kukuchezea akili kidogo. Unaweza kudhani mtu ni wa kawaida sana, lakini kumbe ana akili kubwa kuliko wengi walioko chumbani mwako. Kwa nini? Kwa sababu watu wenye akili ya juu hawana haja ya kuthibitisha kitu kwa kila mtu. Hawatamani sifa za haraka na wanajiamini kimya kimya. Wanaelewa kwamba thamani ya kweli haipigi kelele. Na mara nyingi kadri mtu anavyojitangaza sana kwamba anajua jambo fulani, ndivyo anavyoonyesha kinyume chake. 5, anajua kubadilisha mawazo yake. Hii ni ngumu sana kwa watu wengi. Wengi wakishikilia jambo hawataki kuachia hata kama ni makosa, kwa sababu wanaogopa kuonekana wajinga. Lakini mtu mwenye akili ya juu hana tatizo kusema nilikuwa wrong, kwa maana nilikosea. Kwa nini? Kwa sababu kwake ukweli ni muhimu kuliko egos. Anaelewa kwamba kubadilisha mawazo sio udhaifu, ni ishara ya ukuaji. Na hapa ndipo wengi wanashindwa, wanachagua kuwa sahihi badala ya kuwa wanaokuwa. 6, anapenda kuwa peke yake, lakini sio mpweke. Hii ni dalili ya kina sana. Watu wengi hawawezi kuwa peke yao. Wanahitaji kelele, marafiki, distraction kila wakati. Lakini mtu mwenye akili ya juu anaweza kukaa peke yake na kufurahia. Sio kwa sababu hana watu, bali kwa sababu ana ulimwengu mkubwa ndani ya akili yake. Anatafakari, anachambua maisha, anajiuliza maswali makubwa sana. Na hapo ndipo mawazo makubwa huzaliwa kwake. 7, anaelewa hisia zake na za wengine, kwa maana ana emotional intelligence. Akili ya juu si tu IQ, na pia ni uwezo wa kuelewa hisia. Mtu huyu anaweza kudhibiti hasira zake, anaelewa watu wanapitia nini na hatoi majibu ya haraka bila kufikiria. Anaweza kusoma mazingira, anaweza kuhisi mtu anaumia hata bila kusema. Na hii ndiyo sababu watu kama hawa wanaheshimika sana kimya kimya, kwa sababu wanaelewa kitu ambacho wengi hawajui.
Binadamu si logic tu, bali ni hisia. Sasa hebu fikiria, watu wengi wanafikiri akili ya juu ni kuongea Kiingereza vizuri, kuwa na vyeti vingi au kujua kila kitu. Lakini ukweli ni huu: akili ya juu inaonekana kwenye tabia ndogo ndogo, inaonekana kwenye maamuzi ya kimya kimya, lakini pia inaonekana kwenye namna mtu anavyoishi, sio anavyojionyesha. Na pengine kuna mtu kwenye maisha yako ana dalili hizi, lakini hujawahi kugundua, au hata wewe mwenyewe una baadhi ya dalili hizi, lakini unajidharau bila hata sababu. Ukiona hivyo, usijifiche, usijione mdogo, lakini pia usijitangaze kupita kiasi, kwa sababu watu wenye akili ya kweli huonekana kwa matendo yao, sio maneno yao. Kama umejifunza kitu kipya kwenye video hii, basi bonyeza like, subscribe kwa content zaidi kama hii, na kwenye comment ni dalili ipi umeiona kwa mtu fulani au hata kwako mwenyewe. Nitasoma maoni yako yote. Mimi nasema asante na bye bye kwa kutazama video hii.